Matendo ya Mitume mlango wa 20. Kishindo kile kilipokoma, Paulo akatuma kuwaita wanafunzi, akawaonya, akaagana nao, kisha akaondoka aende zake mpaka Makedonia. Naye akiisha kupita pande zile na kuwafariji kwa maneno mengi, akafika Uyunani. Alipokwisha kukaa huko miezi mitatu na Wayahudi kumfanyia vitimbi, alipotaka kwenda Shamu kwa njia ya bahari, basi akaazimu kurejea kwa njia ya Makedonia. Watu hawa wakafuatana naye: Sopatro Mberoya mwana wa Piro, na Aristarko na Sekundo watu wa Thesalonike, na Gayo mtu wa Derbe, na Timotheo na Tikiko na Trofimo watu wa Asia. Ila watu hao wamekwisha kutangulia, wakamngojea Troa. Sisi tukatweka baada ya siku za mikate isiyotiwa chachu, tukatoka Filipi, tukawafikia Troa, safari ya siku 5, tukakaa huko siku 7. Hata siku ya kwanza ya juma, tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu, akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuliza maneno yake hata usiku wa manane. Palikuwa na taa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tumekusanyika. Kijana mmoja jina lake Eutiko alikuwa ameketi dirishani, akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri, akazidiwa na usingizi wake, akaanguka toka orofa ya 3, akainuliwa amekwisha kufa. Paulo akashuka, akamwangukia, akamkumbatia, akasema, msifanye ghasia, maana uzima wake ungalimo ndani yake. Akapanda juu tena, akamega mkate, akala, akazidi kuongea nao hata alfajiri, ndipo akaenda zake. Wakamleta yule kijana yu mzima, wakafarijika faraja kubwa sana. Lakini sisi tukatangulia kwenda merikebuni, tukaabiri kwenda Aso, tukikusudia kumpakia Paulo huko, kwa maana ndivyo alivyoagiza yeye mwenyewe. Aliazimu kwenda kwa miguu. Alipotufikia huko Aso, tukampakia, kisha tukafika Mitilene. Tukatweka kutoka huko, na siku ya pili tukafika mahali panapokabili Kio. Siku ya 3 tukawasili Samo, tukakaa Trogilio. Siku ya 4 tukafika Mileto. Kwa sababu Paulo amekusudia kupita Efeso merikebuni, asije akakawia katika Asia, kwa maana alikuwa na haraka, akitaka kuwahi Yerusalemu siku ya Pentekoste kama ikiwezekana. Toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Walipofika kwake, akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi, ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia akisema, ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko, hamtaniona uso tena. Kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo, ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo, ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu, alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Kwa hiyo kesheni, mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake, ambalo laweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa.
Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Alipokwisha kunena haya, akapiga magoti, akaomba pamoja nao wote. Wakalia sana wote, wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusubusu, wakihuzunika zaidi kwa sababu ya neno lile alilosema, ya kwamba hawatamwona uso tena. Wakamsindikiza hata merikebuni.